Nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Leo nataka nikufundishe kitu ambacho huenda hujawahi kukifikiri na kimekuwa kikikusumbua kwenye maisha yako. Ukijiuliza Yesu ni nani? Ana mamlaka gani? Na kwa nini tunamwabudu sana? Na kwa nini tunamtanguliza? Yeye anatusaidia nini? Leo kuna jambo nataka nikwambie kwamba hauhitaji mambo mengi duniani linapokuja swala la kiroho hata la kimwili. Kwamba matokeo ya manifestation yako ya kimwili yanahitaji kujua siri ya mambo ya kiroho. Siri yako ya kujua mambo ya kiroho itakufanya huru na utatoka kwenye utumwa wa kuzunguka makanisa na makanisa ili uwekewe mikono, ili uombewe. Na mwisho wa mwisho, yule unayemtafuta uko naye ndani yako, na huyo uliye naye ndani yako anakushangaa kwa sababu kile unachokipambania ukitafuta umekiacha ndani yako mwenyewe. Ndo hapo watu wengi wamekuwa wakiibiwa nuru za maisha yao, wengine wakivurugiwa maisha yao kwa sababu hujui yule anayeweka mikono yake juu yako kama ni mtumishi halali wa Mungu au sio. Sasa kuna jambo hapa nataka ulijue. Kusoma kitabu cha Yohana sura ile ya 14 mstari wa 6, maandiko yanasema Yesu Kristo ndo njia, kweli na uzima. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kumuona Baba bila kupitia njia yake. Lakini pia tunaona neno la pili linasema Yesu ameushinda ulimwengu na sisi tunaweza kushinda katika yeye. Yaani katika yeye tunayaweza mambo yote, lakini pasipo yeye hatuwezi neno lolote. Lakini lipo neno linasema kwamba kwa Mungu yote yanawezekana, lakini kwa mwanadamu hakuna jambo linalowezekana. Tuende moja kwa moja, nataka nikupeleke kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 1. Tusome mstari wa 1 mpaka wa 5, alafu nikuoneshe kitu ambacho huenda hujawahi kujua. Lakini pia nitakupeleka pia na mstari wa 7 ili umjue Yesu Kristo ni nani na kwa nini unamhitaji kwenye maisha yako. Na yeye ndo senta ya mawasiliano ya Mungu na mwanadamu. Yeye ndo aliyetolewa kwa ajili ya dhambi zetu. Yeye ndo amedhihirika ili azichukue dhambi zetu. Kusoma kitabu cha Isaya 53 mstari wa 4 mpaka wa 5, anakuambia kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Soma kile kitabu cha Isaya 9, anakuambia kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Yeye ni Immanueli na ni mshauri wa ajabu. Ni Mungu pamoja nasi. Ina maana ameamua kuwa ni Mungu aliyekubali kuja kuishi nasi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari kuanzia wa 7 mpaka wa 25, anakuambia yeye hakutuacha yatima Yesu Kristo, bali ametuachia msaidizi, ina maana roho wake, ili akae ndani yetu. Ina maana roho yule aliyemfufua yeye kutoka kwenye wafu ndo huyo amemwacha ndani yetu. Yule aliyemtoa Lazaro kwenye kaburi ndo huyo amemwacha ndani yetu. Tunapokuwa wanyonge na tunaye roho wa Mungu ndani yetu, ina maana tunampa utukufu shetani ambao hastahili. Kama Wakristo lazima tujue tunazo roho 3 ndani yetu. Kuna roho wetu mwenyewe ambaye Mungu alimpulizia uhai au anatuongoza kila siku. Lakini hapo pembeni kuna roho wa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Tunapobatizwa tukampokea Kristo, tukawa viumbe vipya, ina maana tunapewa zawadi ya huyo roho kukaa ndani yetu. Lakini mwanadamu ambaye hajaokoka au dini tofauti na Ukristo ambaye hajampokea Kristo, hata kama wewe ni mwanadini lakini hujampokea Kristo, hujabatizwa, hujaokoka, ina maana bado huna roho wa Mungu. Unaongozwa na roho wako mwenyewe akisapotiwa na roho wa shetani au roho mchafu. Sasa vitu hivi unapovielewa vya rohoni, ina maana utaweza kushinda. Lakini usipovielewa, ina maana kila wakati utakuwa ni mshindwa, kwa sababu shetani atatumia advantage ya kukosa maarifa. Ndio maana ukisoma Hosea 4:6, Mungu mwenyewe anatuonya na anatuambia
kwamba hakika hili jambo lazima tulielewe. Watu wanaangamizwa, au watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na Yesu amesema ukiyakataa maarifa yake, anakukataa usiwe mtumishi wake, usiwe kuhani wake, usiwe mtoto wake. Kwa sababu gani? Ina maana shetani atatake advantage na kukuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Shetani ni simba angurumaye, anayewinda nafsi aziangamize. Yohana 10:10, shetani alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu. Lakini Bwana wetu kipenzi Yesu Kristo alikuja kutupa uzima, kisha tuwe nao tele. Ndio maana unamhitaji Yesu. Unapoamka asubuhi, mwambie Yesu, nakupenda. Wewe ni kila kitu. Wewe ndo dawa yangu. Wewe ndo maisha yangu. Wewe ndo kila kitu. Na tunajua Mungu anafanya kazi na wale wampendao, hususan walioitwa kwa kusudi lake, ili awape mema siku ya mwisho. Soma Warumi 8:28, utagundua. Na pia Roho anawaombea wale wanaompenda, ina maana waliompokea Roho Mtakatifu na kutembea katika kipawa cha kunena kwa lugha. Soma kile kitabu cha Warumi sura ya 8:26. Kwa yule ambaye haongozwi na Roho, huyo hampendi Mungu. Lakini anayeongozwa na Roho, huyo ndo anayempendeza Mungu. Warumi sura ile ya 8:8 na Warumi sura ya 8:14. Kwa hiyo hakuna chochote chenye kukutenga na upendo wa Mungu. Wawe ni malaika, iwe ni kitu chochote, hususan pale unapomwamini Kristo ukamtafuta. Ni wewe unaweza kupitia majaribu, vikwazo, vizuizi, kwa sababu kila kitu chochote kilicho katika Kristo au kilicho karibu ya Kristo, ina maana kinapigwa vita, kwa sababu Yesu Kristo ni kweli na mwanadamu hapendi kweli. Kweli inafichua uovu. Kwa hiyo unapokuwa Mkristo, unayetembea na Kristo, unaishi ndani ya Kristo, ina maana unatembea katika nuru, maana Yesu Kristo ni nuru. Soma kitabu cha Yohana sura ya 1:7. Yesu Kristo ni nuru harisi, na mji hauwezi ukastirika ukiwa juu ya mlima. Ina maana nuru itauangaza, utaonekana. Ndio maana Mungu akakwambia kwamba wewe ni chumvi ya ulimwengu, na wewe ni si chumvi tu, ni nuru ya ulimwengu. Soma kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 mstari ule wa 12, 13 na 14. Kwa hiyo kuna vitu huvijui, ndio maana unajiona mtu wa kawaida. Ukianza kumjua Kristo, kama jinsi shetani anavyowatesa watu, ndivyo na Yesu Kristo yupo anaokoa watu. Kama jinsi shetani anavyoteka ufahamu wa watu na kuwafanya wachanganyikiwe, ndivyo Yesu Kristo kupitia roho zake anawawisha wanadamu na kuwapa hekima na maarifa na ufahamu na kiu ya kumcha Bwana. Soma kitabu cha Isaya 11 mstari ule wa 2. Ina maana zile roho 7 za Mungu unapokuwa nazo ndani yako, matunda 5 ya Mungu wa Galatia 5:22-23, matunda 9 ya Roho Mtakatifu unapokuwa nayo. Lakini karama 9 za Roho Mtakatifu unapokuwa nazo, wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8 na 9. Lakini pia unapokuwa na huduma 5 za Kristo, wa Efeso 4:11-12, utaweza kutembea katika misingi na kutimiza lile kusudi la Mungu. Mungu anahitaji watu wanaompenda. Ndio maana maandiko yanasema Mungu ni roho. Kwa hiyo wanaomwabudu wamwabudu katika roho na kweli. Ndio maana Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa roho, na roho yako ndio inayotia uzima maisha yako. Maneno ya Kristo ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo roho ndio unatakiwa uirishe kuliko mwili wako. Ukiuendekeza mwili wako, uchovu, kusinzia, hasira, mawazo mabaya, kutosamehe, kutopambana, kutojituma, hofu, mashaka, mwili ukakupeleka kwenye hayo, huwezi ukampendeza Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8, anakuambia waoga, wasioamini, wazinzi, wafilaji, wauaji, waabudu sanamu, wote hao ni kwenye ziwa la moto. Kwa sababu hayo ni matendo ya mwili. Na ukiangalia matendo ya mwili ya Wagalatia sura ya 5 mstari kuanzia wa 16 mpaka 21, yale matendo hayawezi kumfanya mwanadamu ampendeze Mungu. Kwa hiyo lazima tujue. Ukisoma Yohana 1:1 mpaka 5, nakwambia hapo mwanzo kulikuwako neno. Ina maana mwanzo lilikuwepo neno. Hakuna mwanzo bila neno, na hakuna ilipo neno. Neno ndo lileta mwanzo. Kwa hiyo hakuna mwanzo bila neno. Ina maana Yesu Kristo ndo mwanzo wa mambo yote. Ndio maana Yesu Kristo mbinguni anajulikana ni neno. Soma kitabu cha Ufunuo 19:13. Lakini pia
tunaona mbinguni neno, Baba na Roho vinashuhudia ujio wa Kristo hapa duniani. Sasa mwanzo kulikuweko neno ambaye ni Yesu Kristo. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Tunamwona Yesu alikuwako kwa Mungu. Kwa nini? Mungu ni mmoja, lakini yupo kwenye vipengele vitatu au nafsi tatu, ambapo ni Baba, Mwana na Roho. Mwana ndiyo neno, na huyo neno alikuwako kwa Mungu. Ina maana alikuwako huko mbinguni kwa Baba, alikuwako huko mbinguni kwa Roho. Ndio maana mbinguni tunashuhudiwa na vitu vitatu: ni neno, ni Baba na Roho. Ina maana ni Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye ana neno, ambaye ni Kristo mwenyewe, lakini pia alileta hilo jina ili lije kumkomboa mwanadamu. Ina maana mwili, neno lilifanyika mwili likakaa kwetu. Ina maana lilitumwa neno na malaika Gabrieli, lilikuja ndani ya tumbo la Mariamu, ikawa ni Roho Mtakatifu. Ina maana lile neno likapewa mwili, likaitwa jina Yesu, lakini linajulikana kama neno. Ndio maana kwenye maandiko matakatifu tunaona Yesu anawaponya kwa neno lake, Yesu akawafungua kwa neno lake, lakini sisi tunatumia jina lake ambalo ni neno lake kuwaponya watu, kwa sababu sisi hatuna mamlaka, ila mamlaka yote yapo ndani ya neno lake. Ndio maana akasemaje, wanaonipenda ndio watakaoniona, wanaonipenda ni wanaolishika neno langu, sheria yangu, amri yake. Neno la Kristo ni sheria tosha, na neno ndo linaloleta imani, na pasipo imani huwezi ukampendeza Mungu. Soma Waebrania 11:1 na Waebrania 11:6. Kwa hiyo lazima tujifunze kutembea katika neno. Watu ambao hawasomi neno ni makapi. Ukiwa unasubiri kusomewa neno, kuhubiriwa tu, hauna muda wa kusoma neno, kulitafakari neno na kuliishi, wewe huwezi ukampendeza Mungu, na hautopata mafunuo, na Roho Mtakatifu hatofanya kazi ndani yako. Maombi yoyote nje ya neno ni hasara, ni hisia binafsi, na ni kupoteza muda. Neno lolote unalolisikia, unalolitamka lisioendana na neno la Mungu, lile ni neno utakalohukumiwa nalo. Ndio maana lazima tuwaze neno, tutafakari neno, tuishi neno, tutembee katika neno. Hata watu watakapokushambulia, ili ujue namna ya kujitetea katika neno. Ili vita inapotokea, ujue neno la kukutetea na kusimamia. Ili majaribu yanapokuja, ujue ni neno lipi linaloweza kukushindia hilo jaribu. Wanadamu wengi ni dhaifu kiroho na kimwili, kwa sababu tuko nje ya Kristo. Hatuwezi tukawa ndani ya Kristo au Kristo akiwa ndani yetu kama hatuna maneno yake ndani yetu. Hatuwezi tukawa ndani yake kama sisi hatujabeba maneno yake ili tuingie ndani yake. Kuingia ndani ya Kristo na kuishi ndani ya Kristo ni kuishi kwenye neno lake. Sasa wengi tunaishi kwenye dini, kwenye hisia, kwenye udanganyifu wa mafundisho ya uongo, baada ya kujizingira na maneno yake Mungu, ili tuombe katika yale, tunene katika yale. Kwa sababu hata kunena, ina maana Roho Mtakatifu anafanyia kazi unapokuwa unaomba yale maneno yaliyoko ndani yako, unapokuwa ukinena kwa lugha. Kadri unavyozidi kusoma zaidi Biblia, kadri unavyozidi kuomba katika neno, ndo hivyo nguvu yako ya kiroho inaongezeka na unaogopeka na adui. Sasa wengi tunaweza tushangae ni wa Kristo, tunaomba, tunafunga, tunakesha, lakini maombi yetu hayana matokeo. Wachawi bado wanatuchezea, wanatukaria kama vigoda, hatuna mafunuo, ndoto zetu mbaya, vita hatushindi, majaribu yanaongezeka, hatuna tumaini na magonjwa yanaweza kutuua. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tuna player amiss. Player amiss ni kuomba nje ya mapenzi ya Mungu. Ili uombe ndani ya mapenzi ya Mungu, lazima kwanza omba kulingana na neno la Mungu. Omba kulingana na mistari ya Biblia. Omba kulingana na vifungu vya Biblia. Ndio maana nafundisha mara nyingi, naweka na vifungu vya Biblia kwenye mafundisho yangu vya kusimamia ili uweze kushinda kwenye hali tofauti tofauti. Kwa lazima uwe na maombi na vifungo tofauti tofauti vya kushinda hali tofauti tofauti. Kama ni hali ya kiuchumi, lazima uwe na vifungu vya kufungua hali yako ya kiuchumi. Kama ni hali ya msongo wa mawazo, uwe na vifungu vya kukuondoa kwenye msongo wa mawazo. Kama watoto wako wanaharibiwa, uwe na vifungu vya kutetea watoto wako.
Kama kuna hofu umepata, vifungu vya kuondoa kwenye hofu. Kama una mashambulizi ya kiroho, vifungu vya kuondoa kwenye mashambulizi. Unapoenenda katika misingi hiyo ya neno, ina maana unamruhusu Kristo afanye kazi ndani yako. Yesu Kristo hawezi akafanya kazi nje ya neno lake. Neno lake ndo analiangalia ili alitimize. Kusoma kitabu kile cha Zaburi 107 mstari wa 20, maandiko yameweka wazi kwamba Mungu analituma neno lake linawaponya wote. Kwa hiyo ni kupitia neno linaponya. Akilituma neno, ukiliangalia neno, ukalitamka neno, linaweza kuponya, linaweza kufungua, linaweza kuokoa. Ndivyo Yesu alivyotumwa kama neno, akaja kukomboa ulimwengu kwa kukubali kufa kwenye msalaba wa Kalvari ili sisi dhambi zetu zioshwe. Ndio maana ukisoma Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 anakuambiaje, alichukua kesi zetu na dhambi zetu. Lakini Isaya 53 mstari wa 4 na 5 anakuambia kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alikuja kuchukua madhaifu yake yetu ili yeye jina lake linapotamkwa tu, jina la Kristo, vitu vyote vya duniani, mbinguni na kuzimu vipige goti na jina, na watu wote wakiri na kiumbe chochote kikiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Wa Filipi 10 mstari ule wa 10 mpaka 11. Maisha yako umeyaweka kwenye misingi gani? Unatafakari nini juu ya Bwana? Unataka uishi maisha gani baada ya hapa? Je, umeshajiandaa kuishi maisha ya uzima wa milele? Unahitaji hapa duniani umuone Mungu akifanya jambo kwenye maisha. Ni lini utaanza kutafakari maneno yake? Ni lini utaanza kumpenda kuliko kupenda miujiza? Ni lini utaanza kusimama ukamtafuta kwenye siri Mungu, ukasoma Biblia, ukaisoma vizuri, ukaielewa, ukaomba, ukafunga, ukakesha, ukamtafuta Mungu ili ajifunue na akupe mafunuo? Wengi tunapenda kutafuniwa. Wengi hatuna muda na Mungu. Hatuna upendo na Mungu. Tunapenda vitu vyake, tunapenda matokeo, lakini hatutaki process. Tunataka tuone tukibarikiwa, lakini hatutaki kutengeneza mazingira ya baraka. Tunataka tumuone Mungu akifanya, lakini hatutaki kutumia muda wetu kumtafuta. Tunataka muda tunaotaka sisi yeye Mungu aje, lakini yeye akituhitaji sisi tuseme tuko busy na mambo ya dunia hii. Rudi kwenye misingi. Rudi kwenye msingi wa neno lake. Rudi kwenye msingi wa maombi. Rudi kwenye msingi wa maombi yenye matokeo ya kunena kwa lugha na kusoma neno lake. Soma neno lake, omba katika neno lake, litafakari usiku na mchana, riishi ili upate matokeo. Ukilitafakari usiku na mchana, ukalisoma neno lakini usiliishi, lisiwe ni taa ya miguu yako, lisiwe ni kibao cha moyo wako, lisiwe ni utepe wa macho yako, lisiwe ni ufahamu wako na mwongozo wako na rubani wako, bado una mesi. Kwa nini? Yakobo sura ya 2 mstari wa 26 anakuambia imani isiyo na matendo hiyo imekufa. Tunaposoma neno lazima tulitafakari. Baada ya kulitafakari tulikubali kuliishi ili tuweze kupata matunda ya lile neno. Ndio maana tukiendelea kwenye Yohana ile 1 kama msingi wetu 1:1 mpaka 5 anakuambia hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Kwa tunamwona Yesu bado ni Mungu kwa sababu Mungu huyo huyo yupo kwenye mifumo mitatu. Yuko kama Baba akiwa mbinguni, yupo kama Kristo alivyokuja kukomboa ulimwengu, na yupo kama Roho anavyoishi ndani yetu. Ndio maana tunaona kuna upendo wa Baba, kuna neema ya Kristo aliyekuja kutukomboa kwa neema, lakini pia kuna ushirika wa Roho Mtakatifu aliyekubali kuishi na sisi kwenye maisha yetu ya kila siku na kutusaidia katika udhaifu wa hapa duniani. Ndio maana mstari wa 2 Yohana 1 anakuambia huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Kwa hiyo huyo mwanzo ina maana Yesu Kristo ndo mwanzo. Neno ndo mwanzo. Alikuwako kwa Mungu, alitoka kwa Mungu ili kuja kutengeneza ulimwengu, kuja kuumba ulimwengu, kuja kufanya kila kitu hapa duniani kiwepo. Ndio maana 3 anakuambia vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo neno, yani Kristo ndo ameumba kila kitu hapa duniani. Ina maana pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Ndo mwanzo, ndo neno. Hapo mwanzo ilikuwepo neno, naye neno alikuwa ni Mungu, naye neno alitoka kwa Mungu, na pasipo yeye hakuna chochote hapa duniani kilichofanyika. Na yeye ndo amefanya kila kitu hapa duniani, na yeye ndo mwanzo, kwa sababu neno
ndo lilifanyika mwili likaja kukaa hapa duniani. Na tunaangalia kipindi cha Mwanzo ile 1:1, anakuambiaje? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo lilikuwepo neno, hilo neno ndo likaziumba mbingu na nchi hapo mwanzo Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuwepo hapo mwanzo. Mungu alikuwa ni mwanzo, na yeye ni mwanzo wa kila kitu. Aliziumba mbingu na nchi, na tunaona giza lilikuwa limetulia juu ya uso wa dunia, lakini Roho wa Mungu akawa juu ya maji. Alipotamka neno, ina maana Kristo alipoanza kutamka akaanza kuruhusu chote. Lile neno lilipotamkwa, ambaye ni Mungu mwenyewe akatamka, lile neno likafanyika nguvu ya Roho Mtakatifu, likaleta nuru, likaleta uzima, likaleta matunda, likaleta vyakula, likaleta kila kitu ulichokiona hapa duniani. Ina maana hivi vitu umevikuta, hujui vimetoka wapi na utaviacha. Ndipo lazima leo ukae utafakari, yupo mwanzo, yupo Mungu aliyeumba kila kitu na kwa makusudi yake, na sisi alituumba kwa sura na kwa mfano wake. Ili nini? Tumtukuze, tutawale na tuendeshe yale yote aliyoyaweka hapa duniani. Kusoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 mpaka 28, na hapo ndipo anataka atutukuze na atubariki. Kusoma kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 2 na 3, lakini mwanadamu alipoasi, utukufu wa mwanadamu ukapotea. Lakini tunaweza kurejesha utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu kwa kuacha kutembea kimwili, tukaanza kutembea rohoni. Kwa kuacha kuwa na hofu, tukaanza kuwa na wajasiri katika Kristo. Maana Yesu hakutupa roho ya hofu, bali alitupa roho ya ujasiri, roho ya kiasi, roho ya upendo. Ukisoma kitabu cha Timothy wa pili sura ya 1 mstari ule wa 7, na tukaendelea kumalizia hapa, anakuambia vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimo kuwemo uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na hiyo nuru yang'ara gizani, wala giza haikuiweza. Kwa tunaona kumbe Kristo ndo uzima, na ndo maana ukisoma kitabu cha Yohana 14:6 anakuambia mimi ndo njia, kweli na uzima. Maana yeye ndo mwanzo, ndo kweli, Roho Mtakatifu ndo uzima. Ya maana hautokufa ukiwa katika Kristo, na hiyo nuru unapokuwa nayo inang'ara gizani na giza linatoka. Ndio maana unapokuwa ndani ya nyumba kuna giza, ukiwasha taa hujui giza limeenda wapi, na ikiwepo taa giza haliwezi likashinda nuru. Ndio maana sisi wa Kristo ni nuru tunapokuwa mtaani, na watu wanaweza kutuona. Watu wa giza hawezi ukawaona. Ndio maana watu wa giza wako wamejificha na wanafanya mambo yao kwa siri. Kwa unatakiwa uwe na Kristo, uwe ni taa na nuru na moto. Maana maandiko anasema anawafanya watumishi wake kuwa miali ya moto. Soma kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 7. Usikubali hapa duniani kuishi kama mtu wa kawaida. Usikubali hapa duniani kutembea kama kipofu. Na wakati ukiwa na Kristo, ukampenda, ukasoma neno lake, ukaliamini, ukampenda, ukaomba katika neno lake, ukaomba kwa kunena kwa lugha katika roho wake, ndugu, utaona matokeo, na hapo utaanza kushinda na zaidi ya kushinda. Tusikubali kwa watu wa kawaida hapa duniani. Ndio maana ukiangalia Yohana 1 mstari wa 7 anakuambia huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote kuamini kwa yeye. Mstari wa 8 anakuambia huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja kuishuhudia ile nuru. Tunamwona Yohana hakuwa nuru ile, lakini alikuja kuishuhudia nuru ambaye ni Yesu Kristo. Na mstari wa 9 anakuambiaje? Kulikuweko nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Lakini anakuambiaje? Alikuwapo ulimwenguni, hata yeye ulimwengu ulipata kuwako. Ina maana dunia ilipata kuwapo kwa sababu ya Kristo ambaye ni nuru. Kwa ulimwengu haukumtambua. Ina maana watu wengi Yesu hawamjui. Lakini anakuambiaje? Alikuja kwa walio wake. Ina maana sisi ni watu wake, lakini walio watu wake hawakumpokea. Ndio maana Mafarisayo wakamuua. Lakini akasemaje? Wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ni wale wanaoliamini jina lake. Ukianza kuliamini jina la Kristo, ukaanza kutembea na Kristo, ukaanza kuishi na Kristo, ukaanza kumpenda, kumwamini, kuishi naye na kumruhusu kuongoza maisha yako yote, ndugu, utaanza kuona matokeo makubwa. Hekima itakuja, maarifa yatakuja, uzima utakuja, afya itakuja, mamlaka yatakuja, nguvu itakuja. Utashangaa mabadiliko makubwa kwenye maisha. Hofu itaondoka na utaanza kushinda
na zaidi ya kushinda. Ni kweli unaweza kupitia majaribu, lakini ukiwa ndani ya Kristo, hayo majaribu yote utayashinda, na ni majaribu kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa ajili ya kukutukuza na kukuinua zaidi. Usiogope chochote duniani ukiwa ndani ya Kristo. Anza kumpenda kwa kusoma neno lake, kulitafakari na kuliishi, na kuomba kwa kunena kwa lugha, na kuomba kwa kutamka maneno yake, ili uweze kushinda na zaidi ya kushinda. Na wapenda in Jesus name.